Naam, tamati ya jambo moja ndio mwanzo wa jambo lingine. Sasa tunaenda moja kwa moja kwenye utabiri wa siku ya leo. Bwana JJ, kama uko tayari, twende sasa moja kwa moja kwenye utabiri wa siku ya leo. Moja kwa moja tunaanzia kwenye pwani ya Afrika Mashariki ambapo kunatarajiwa kuwa na chumvi nyingi sana kwenye vyakula vitakavyopikwa na mamalishe siku ya leo. Hii ni kutokana na uhaba wa maji ambao unaendelea maeneo mbalimbali katika ukanda huo. Lakini pia mchuzi wa pweza unategemea kupanda bei kufuatia tatizo hilo la uhaba wa maji. Pweza wengi wamekuwa adimu sasa kuwapata, kwa hiyo mchuzi wake ule wa bakuli ndogo utapata kwa kitita cha kutosha tu bila shaka. Sasa utabiri wa magari unasemaje mwaka huu bwana JJ? Kwenye upande wa magari bwana Street ni kama wamekuja na ajenda ya kila mtu apate, hasa magari ya IST, ambapo gari ya IST sasa utaipata kwa kitita cha shilingi 700,000 na sio milioni 12 kama ilivyokuwa hapo mwaka jana. Kikubwa tu ina matairi 4, basi mambo yanakuwa bam bam hapa mjini. Bwana JJ, shule zimefungua sasa hivi. Utabiri unasemaje huko? Waliotoa ofa za vilevi katika kipindi cha sikukuu za Krismasi na mwaka mpya wanatarajiwa kushindwa kukidhi mahitaji ya watoto wao kipindi hiki cha kurejea mashuleni. Wakati huo watoto wenzao watakuwa wakiendelea kukata topiki za ngoni, migration and scramble for Africa. Lakini wazazi wao hawatabaki katika hali salama, watakuwa wakiuza wakipambana kuuza sehemu ya mali zao kama kuku, vitanda visivyotumika na mambo kama hayo. Na hii inakuwa ni ngumu sana kwa sababu huwezi ukapeleka visungura kwa mangi akakupatia daftari za kwaya tu. Watu waliokwenda kwa mkumbo maeneo ya kaskazini, Sanawari, Arusha, Kilimanjaro, Machame na Marangu wanatarajiwa kushindwa kurudi Dar es Salaam kufuatana na mifuko yao kudhoofu. Hali ya poketi zao imekuwa mbaya kweli kweli kwa sababu wametumia fedha hizo kwenye Kindongwa pamoja na Togwa. Hivyo watabaki kaskazini, hawatarudi tena Dar es Salaam mpaka pale watakapotangaziwa tena. Mimi nashukuru sana bwana JJ, si nikutakia kila lilo jema siku ya leo. Lakini pia nimekwisha kukamilisha lile ambalo linaleta hapa. Utabiri kwa leo unakomea hapa. Tukutane tena wakati mwingine. Uwe na siku njema. Bye bye.